Nashukuru Mungu ametutenda mema na tutaendelea siku ya leo na mafundisho ya Biblia. Naamini ya kwamba tutabarikiwa. Tumekuwa tukijifundisha kitabu cha 1 Corinthians na tukafika mlango wa 12, and then tukawa tunaangalia vipawa vya Roho Mtakatifu. Na nashukuru Mungu asubuhi ya leo, last Sunday tuliweza kujifunza mambo ya unabii, na kuna mambo kadha wa kadha ambayo tuliweza kujikumbusha, na wale ambao walikuwepo tuliona ya kwamba purpose of prophecy ama makusudi ya unabii is to edify the church, to exhort the church, to comfort the church. Na tukaona ya kwamba prophecy is not for personal guidance, ama mtu aseme katika kuongozwa na unabii akisema Roho Mtakatifu ama kupitia kwa unabii nitafanya hivi na hivi na hivi. Lakini tukaona ya kwamba unabii ni kitu muhimu sana. And then every believer should desire and covet this gift. Tukaona the person using this gift should be responsible for its use and abuse. Na tukaona vile prophecy ama unabii unatakikana kuwa judged hata na watu wote, kwa sababu hata nabii anaweza kumake a mistake wakati anatoa ule unabii. Na tukaona how you can even judge prophecy. Tukaona unabii wote hautakikani kucontradict the word of God, na unabii wote lazima uinue Yesu Kristo si mwanadamu, na ulete neno la encouragement. Kwa hivyo kuna mambo mengi tulijifundisha kuhusu unabii. And then nikasema ya kwamba siku ya leo utaongea kidogo juu ya vipawa vingine viwili, and then we shall go to chapter 13. Na ile kipawa ambacho ningetaka kuongea juu yake asubuhi ya leo ni kipawa ambacho kinaitwa word of knowledge. Hizi ni vipawa zinakuwa vipawa viwili karibu zinafanana sana. Kuna word of knowledge na kuna word of wisdom. Na siku ya leo ningetaka kuongea juu ya word of knowledge. Na word of knowledge iko katika imewekwa katika fungu moja katika zile gifts zinaitwa gifts of speech. Kuna gifts of speech ambazo zinakuja katika hali ya dini na kuinterpret, kunena na lugha na unabii. And then kuna gifts of ability, hiyo ni faith, healing and miracles. And then kuna gifts of revelation. Sasa kipawa cha word of knowledge kiko katika bracket hiyo ya gifts of revelation, ambayo ni word of knowledge, word of wisdom and discerning of spirits. Kwa hivyo kiko katika gifts of revelation, moja ya kipawa cha gifts of revelation. Na word of knowledge ni wakati mmoja mtu ambaye ameokoka, amejazwa na Roho Mtakatifu, anaweza kufika pahali Mungu ampatie ufahamu wa jambo fulani. Just mtu anapata ufunuo wa the mind of God kuhusu jambo fulani. You get a fragment or a small item of God's knowledge ambayo unapewa na Roho Mtakatifu, na it gives us certain facts and information through supernatural revelation of the Holy Spirit. Tunaelewa mambo mengine isiyo ya kawaida kupitia ufunuo na ufahamu wa Roho Mtakatifu. This information was previously unknown by the person. Wakati unapewa ule ujumbe
ama Mungu anakuonyesha lile jambo, si jambo ambalo ulikuwa unalijua hapo awali, si jambo ulikuwa unalielewa, lakini all of a sudden in your spirit Mungu anafungua moyo wako in your spirit, na unapata ufahamu wa jambo fulani in the spirit, na inakuwa ni very real kwa sababu Mungu ameconnect na your spirit na umelielewa lile neno ama lile jambo in your spirit. The knowledge could not be gained by any natural means. Na huu fahamu wa word of knowledge ama huu ujumbe si ujumbe ambao you could be ambao unaweza kupata na njia nyingine. Kwa hivyo hatuwezi kupata kutumika na kipawa hiki na njia kusema ya kwamba nimesoma Biblia sana, ninaielewa sana, na kwa hivyo niko na hiyo kipawa. Ama uwezi ukasema niko na gifts nyingi sana, kwa hivyo hii ni jambo ambalo linakuja once in a while, and you find somebody operating under that gift of the word of knowledge. Na ningetaka kuwapatia mifano fulani katika Biblia ya vile hiki kipawa kiliweza kutumika. Na hiki kipawa ni kipawa muhimu sana, lakini unakuta ya kwamba watu wengi hawaelewi. Si kitu ambacho utasoma sana useme you have the word of knowledge, ama si kitu ambao unasema ya kwamba uko na experience. Ni kitu tu ambacho Roho Mtakatifu ataachilia in one given moment, na uweze kuelewa jambo fulani in the spirit. Na hii mara inapatikana, inakuja in your spirit, not in your mind, in your spirit. Ni connection ya Roho wa Mungu na Roho ambaye ako ndani yako. Example katika John, kitabu cha John chapter 1 verse 47. Ongua pale kitabu cha John chapter 1 verse 47. Nataka tusome pale uone vile hiki kipawa kinafanya kazi. Hivyo fungua Biblia kitabu cha First John. Fungua tu John, si barua, lakini when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite, in whom there is nothing false." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Hiyo ni mfano ambapo Kristo Yesu aliweza kutumika na kipawa cha word of knowledge. Kwa sababu naona aliweza, hebu fungua hapo tena pahali tumeanza, kwa sababu tunaona Yesu alimuona Nathanael akija na akamwambia, "Wewe ni Mwisraeli wa kweli ambaye hana hila ndani yake." Hawakuwa wamekutana wakati mwingine, ilikuwa tu Yesu amemuona, and all of a sudden in the spirit Yesu akajua huyu ni Mwisraeli, na ni Mwisraeli ambaye hana hila. Na wakati huyu alipokaribia Yesu akamuuliza Yesu, "Kwani Nathanael approaching, he said of him," end of verse 48. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him,
Verse 48, okay. How do you know me? Nathanael akauliza. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Nilikuona hata wakati ulikuwa chini ya mti kabla Filipo hajakuita. Kwa hivyo unaona Yesu anaona mambo ya Nathaniel na anamjua na anamuelewa hata kabla hawajakutana, kwa sababu tayari Roho Mtakatifu amempatia ule ufunuo. Na unaona Nathaniel kutoka wakati huo akaweza kuamini na kumfuata Yesu. And then ukisoma Yohana mlango wa 4, John chapter 4 verse 18. John chapter 4 verse 18. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Hapa unaona Yesu alikutana na yule Msamaria na akawa naongea na yeye, na wakati walikuwa naongea na yeye, all of a sudden Yesu akapata ufunuo through the gift of the word of knowledge, na akamwambia huyo mama, wewe najua ya kwamba uko na husbands 5, na yule ambao uko naye, and the man you now have is not your husband. Umekuwa na husbands 4, na yule uko naye ni 5, na huyo hata sio mzee wako. Na yeye yule mama akastuka akasema, vile umesema ni kweli kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliweza kutumika na kipawa cha word of knowledge, na akaelewa mambo fulani ya siri hata ya huyu mama. Na unaona kupitia kwa hiki kipawa, eventually ukifuatilia hiyo habari, utaona ya kwamba yule mama aliokoka na akampatia Yesu maisha yake. Yesu hakujua kwa sababu ya kusoma zaidi, ama alikuwa na ujuzi hapo mbeleni ya kuelewa huyo mama, lakini aliweza kuelewa kwa sababu ya kusaidiwa na hiki kipawa cha Roho Mtakatifu cha word of knowledge. And then ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9, Acts chapter 9 verse 10. Acts chapter 9 from verse 10. In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went into the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. Hapa tunaona Anania akipata
word of knowledge, na akapata ule ufunuo, akaambiwa ya kwamba enenda na utampata, uende katika pahali panaitwa street moja, ilikuwa inaitwa Straight Street, na ukifika kwa hiyo street fulani utauliza ama ask for a man from Tarsus, ulize mtu ambaye ametoka Tarsus ambaye anaitwa Saul, na wakati huo utamkuta akiomba, na wakati utafika ukimuona umwekelee mikono na kupata kuona, na pia atajazwa na Roho Mtakatifu. Hicho ni kipawa ambacho ni cha word of knowledge ambayo Mungu alimpatia Anania, na Anania akawa anaogopa kwa sababu hata hakukuwa anajua Saul ameokoka na amekuwa blind na hata haoni na ako wapi. Sasa alistuka akiambiwa enenda, kwa sababu kulingana na yeye alijua Saul alikuwa ni mtu anatesa kanisa, lakini sasa ameambiwa aende, na ndio alikuwa anaogopa. Kwa hivyo akaenda na akaongozwa ni wapi exactly atampata, na ako blind na atamwekelea mikono na atapata kuona na atajazwa na Roho Mtakatifu. And that is exactly what happened. Kwa hivyo you don't learn word of knowledge at school. Ni ufunuo wa Roho Mtakatifu ambao Mungu anakupatia in your spirit, na unaelewa jambo fulani. Na pia kuna example nyingine ambayo haifananua zaidi. Unaweza soma kitabu cha 2 Samuel chapter 12 kuanzia hapo moja. 2 Samuel chapter 12 unaweza kusoma kuanzia hapo moja. Kwa hivyo hiki kipawa uwezi ukasoma katika Biblia useme ya kwamba umepewa kipawa cha word of knowledge. Hata uwezi ukasoma Biblia sana na useme ya kwamba una kipawa cha word of knowledge, kwa sababu ni kipawa cha ufunuo ambao Mungu anakupatia in a given time, kwa sababu ya jambo ambalo ni very specific. Na katika Biblia kinatumika to uncover sin. Kama vile ukisoma hiyo 2 Samuel chapter 12 utaona vile Daudi alikuwa amefanya dhambi, mpaka wakati ukafika Mungu akapatia prophet Nathan kile kipawa na akamwonyesha yale yote Daudi alikuwa amefanya. Kwa hivyo kinatumika wakati mwingine to uncover sin. Kwa hivyo kukiwa na kipawa cha word of knowledge kinatumika katika kanisa kama hili, mtu anaweza kuanguka katika dhambi alafu uone ya kwamba ufunuo umetokea na yule mtu amejulikana na ameambiwa vizuri vile amefanya na mambo kama hayo, na atanyenyekea na atatubu, kwa sababu mambo yote yameletwa wazi kupitia kwa hiki kipawa. And then it is used to bring people to God, close to God. Ukiona kipawa hiki kinatumika, kinawaleta watu karibu na Mungu. Unaona Nathaniel ambaye hakukuwa anamjua Yesu, wakati Yesu alinena mambo yake na akamwambia, wewe ni Mwisraeli na huna mambo, wewe uko mtu mzuri, ni wa speli, na nilikuona ukiwa pale chini ya mti. Aliokoka na akamfuata Yesu. Na pia unaona yule mama wa Samaria alipofunuliwa yale ambayo alikuwa naye, alikuwa convicted na akatubu na akaokoka. Kwa hivyo unaona kinaoleta watu karibu na Mungu. Jambo la tatu, kinapatiana guidance and direction. Ama vile tumeona katika kitabu cha Matendo ya Mitume, vile Anania aliweza kuongozwa na akafika na akamkuta yule Saul. Kwa hivyo hiki kipawa kinatumika kwa guidance, and then inatumika to minister and encourage
the church during difficult times. Wakati kuna mambo makubwa na mazito hata kwa kanisa, unaweza kuona Mungu anatumia kipawa hiki na kuhudumia kanisa na kuongoza katika mapenzi yake. Na example unaweza soma 1 Kings chapter 19 verse 9 to 18. 1 Kings 19 9 to 18. It is used to minister encouragement to the people of God in times of difficult times. Jambo lingine, kipawa hiki kinaweza pia kutumika katika kukuonyesha ama kuambia kanisa mambo yaliyo mbele, mambo ya future. Acts 11 verse 22 to 28. Kinaweza kutumika kuongoza kanisa kujua yale ambayo yako mbele. Tunaweza soma hapo kidogo. Acts 11 from verse 22. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Naona kama si hapo nilikuwa nimefungua, lakini during this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. And this happened during the reign of Claudius. The disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. This they did, sending their gift to the elders by Barnabas and so. Hapa ndio nilikuwa nataka uone huyu nabii Agabus kupitia kwa kipawa cha word of wisdom, word of knowledge, aliweza kuelewa ya kwamba kutakuwa na shida sana kwa sababu kutakuwa na ukame mkubwa sana, na wakati huo akapanga na wakaweza kutoa misaada kwa wadugu na wadada ambao walikuwa katika nchi ambapo hiyo shida ya chakula ingekuwa, na wakapata misaada. Hiki kipawa kina operate through supernatural revelation, na pia kina operate by faith. Now the revelation is received in the spirit. Huo ufahamu wa mambo hayo yako sirini inakuja katika spirit ya mtu. Any spirit-filled person who is willing to hear God's voice may experience this gift. Mtu yeyote ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu na angetamani kutumika katika hiki kipawa anaweza kutumika. Na mara nyingi kama vile nimesema, kina operate by faith, na obedience ni kitu cha muhimu sana. Obedient action and response is essential for continuation and function of this game. Kwa sababu watu wengine wanaweza pata huo ufahamu ule, hiyo revelation, lakini ukute ya kwamba ako na uoga, anaogopa, and is not obedient to see yale ambayo Mungu ameweka katika roho yake. Ni vizuri kuobey ili kipawa hiki kikaweza kufanya kazi. And it is frequently manifested in conjunction with the word of wisdom. Mara nyingine kinafanya kazi pamoja na kipawa cha word of wisdom. Na kwa hivyo ningetaka kufikisha hapo. Nimeongea juu ya word of knowledge. Kwa hivyo next time tutamalizia
na kipawa cha word of wisdom. They are two different gifts, word of knowledge and word of wisdom. Kwa hivyo siku ya leo tumeongea juu ya hicho kipawa cha word of knowledge, na Mungu aendelee kutusaidia tukatamani kutumika katika hivi vipawa. Kwa sababu vipawa hivi vikitumika katika kanisa, utaona mambo makubwa ya ajabu. Mambo makubwa, Mungu ataokoa wengi kupitia kwa hiki kipawa, kwa sababu wengi siri zao zitaletwa wazi na wataona Mungu. Yale imefichwa yataletwa into light through this gift of the word of knowledge. Kwa hivyo ni kipawa ambacho ni cha maana sana. Kwa hivyo Mungu endelee kutusaidia. Father, in the name of Jesus, I want to thank you this morning. Asante kwa sababu tumejifundisha neno lako hata kuhusu kipawa cha word of knowledge. Ni kipawa ambacho kinapatianwa na Roho Mtakatifu, na naomba Bwana Roho Mtakatifu endelea hata kupatia kanisa vipawa kama word of knowledge, word of wisdom na zingine, ili kanisa lako Bwana likadhibitika na likawa na nguvu, na wengi wakaweza kukuona na wakakuamini, mfalme wa ajabu. Ninakushukuru kwa maana wewe ni Mungu na tupenda na umeendelea kutuhudumia. Jina lako Bwana likainuliwa, jina lako Bwana likatukuka asubuhi ya leo. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya ibada hii. Naomba Roho Mtakatifu kaendelea kutuhudumia, kaendelea kuwa pamoja nasi tunapokuabudu, tunapokusifu, tunapokungojea hata kwa neno lako. Hudumia kila mmoja wetu asubuhi ya leo. Ninakuheshimu Bwana wa mabwana, na nena kinyume na kila pepo na ngome ambayo inafanya kinyume na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Bwana, hapa tuinua jina lako kwa kutukuza, kwa kuheshimu, kwa kuabudu. Katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Useme amen.